Mimi kwa majina naitwa Muhidini Mahende, ni daktari wa binadamu, lakini pia ni mtaalamu wa masuala ya epidemiolojia. Lakini hapa nasimama kwa kofia ya taasisi yetu, Jamii Bora Health Service Network, mtandao wa wataalamu wa afya wa Kiislamu Tanzania, ambao umesajiliwa kwa mujibu wa sheria na unafanya kazi Tanzania bara pamoja na kule Zanzibar. Kama ambavyo watangulizi wangu wamezungumza, leo hii tumekuiteni kwa jambo kubwa moja la kujadili kuhusu kongamano ambalo tumeliandaa linakuja mwezi ujao. Mkutano wa leo ni kwa ajili ya uzinduzi wa kongamano hilo kwa taarifa kwa wanahabari, lakini pamoja na umma wa Watanzania. Huenda miongoni mwetu tumewahi kusikia mtu mmoja au mwingine ana shida ya vidonda vya tumbo. Sasa vidonda vya tumbo ni shida ambayo inapatikana katika mfumo wa njia ya chakula. Ni ugonjwa unaoathiri watu wengi wa kada na rika tofauti tofauti, wake kwa waume. Kwa hiyo Jamii Bora Health Service Network pamoja na wadau wengine tumeandaa kongamano ambalo tunatarajia lifanyike tarehe 24 ya mwezi wa 5 kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 9 alasiri. Kongamano hili limepangwa kufanyika katika ukumbi unaitwa Umi Mwalimu ulioko katika hospitali ya taifa ya Muhimbili katika jengo la watoto. Lengo hasa la kuandaa kongamano hili ni kujaribu kuwaleta pamoja wataalamu wa afya katika sekta hiyo ya ugonjwa huo, lakini pia na watu wengine wadau wa afya kujadili kwa kina namna ambavyo tunaweza kuendeleza sayansi katika eneo la magonjwa ya mfuko wa chakula, ubunifu, lakini pia changamoto na mwelekeo wa baadaye katika namna ambavyo ugonjwa huu tunaweza kupambana nao. Kwa lengo hasa ni kuwaleta pamoja wataalamu wa afya, wasambazaji wa vifaa, watu wa huduma, lakini pia waratibu wa afya na makundi mengine kujadili kwa kina kuhusu magonjwa haya na namna ambavyo ya kupambana nayo. Kwa tumekuiteni leo kuwaambia umma tunawaalika kwa shughuli hiyo ambayo kama nilivyosema awali tarehe 24 Mei 2025 pale Muhimbili, na tungetamani watu wote ambao wapo katika sekta ya afya waweze kushiriki, wakada mbalimbali ikiwemo wataalamu kutoka katika afya shirikishi, wanafunzi wa vyuo wa kozi mbalimbali, lakini pia watumishi wengine katika hospitali, wamiliki wa hospitali, wasambazaji wa dawa na vifaa tiba, wasimamizi na uratibu wa huduma za afya, vyama vya kitaaluma vya tiba na sayansi shirikishi, taasisi za serikali pamoja na wananchi kwa ujumla. Kongamano hili litafanyika katika namna mbili. Kutakuwa na wahudhuriaji wa ana kwa ana pale ukumbini, lakini pia ni matarajio yetu pia kutakuwa na wahudhuriaji wa njia ya mtandao ili kuwaruhusu wale ambao hawatofika ukumbini physically siku hiyo na wale walio nje ya Dar es Salaam na walio nje ya mipaka ya Tanzania. Na kama ambavyo tumesema, TAGIC inasimama kama the East African Gastroenterology Conference. Ni mkusanyiko wa kuona namna ambavyo wataalamu si Tanzania peke yake, lakini na wenzetu kutoka Uganda, Kenya na nchi zingine hizo katika mtangamano wa Afrika Mashariki wanaweza kushiriki. Kwa hiyo kwa walioko hapa Dar es Salaam wanakaribishwa physically ukumbini, lakini kwa wale ambao hawatakuwa na fursa ya kushiriki ukumbini, kutakuwa na njia ya mtandao ya kushiriki mkutano kwa siku hiyo. Niseme tu pia kwamba bado katika maandalizi ya kongamano hilo. Kwa hiyo ziko nafasi za wazi za sponsors katika nafasi tofauti tofauti, lakini pia tunawaalika watu wa huduma zingine ambao wangetaka kufanya exhibitions katika kongamano hilo waweze kuwasiliana nasi. Taarifa za mawasiliano ya waandaji na uratibu wa kongamano zitawekwa wazi katika baada ya mkutano wa leo, lakini pia katika kurasa za mitandao pamoja na televisheni mbalimbali ili kuweza kutufikia na kuona namna gani kada, sekta na makundi tofauti katika jamii yanaweza kuwa sehemu ya kongamano hili kubwa ambalo litafanyika mwezi ujao. Baada ya kusema hayo machache, niseme tunawakaribisha sana kwenye TAGIC 2025, mkutano au kongamano la wazi kwa wote kujadili
magonjwa ya mfumo wa chakula ambayo yanawakabili watu wengi, katika kuangalia namna gani sayansi inaweza kusaidia mapambano ya kupunguza ugonjwa huu, ubunifu ambao unabidi ufanyike, changamoto zilizopo, lakini pia mwelekeo wa baadaye wa namna ya kupambana na magonjwa haya. Waandishi wa habari, asanteni sana, tunakaribisha kwa maswali na michango mingine. Karibuni. Asante. Kwa hiyo bado hatujapata uhakikisho, lakini tutakuwa na mzungumzaji mmoja mashuhuri ambaye mikutano kama hii mara nyingi haiwi na mgeni rasmi, ila inakuwa na mzungumzaji mashuhuri ambaye atakuwepo kwa ajili ya kutoa ile keynote speech, ile hotuba ya mwanzo ya kufungua mkutano, lakini pia tutakuwa na msemaji ambaye wa tofauti atakayefunga mkutano. Tukishajiridhisha na uhakikisho wa viongozi wa sura ya kitaifa au kimataifa, tutatoa taarifa kwenu pindi tutakapokuwa tumezihakikisha. Asante.